kitabu cha Kutoka. Bwana Mungu akamwambia Musa, mbona unanilia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako ukanyooshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu ikaondoka mbele yao ikasimama nyuma yao, ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli. Hapo walikuwa na lile wingu na lile giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku, na hawakuwakaribia hawa usiku kucha. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari, Bwana akaifanya bahari kuguruma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha, akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu, nayo maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Na wale Wamisri wakafuatia, wakaingia ndani kati ya bahari, farasi zote za Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichukulia jeshi la Misri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri, akayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito. Na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari, ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari, na ilipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana akawapukutia mbali hao Wamisri kati ya bahari. Yale maji yakarudi yakawafunikiza magari na wapanda farasi, hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao, hakusalia hata mtu mmoja. Lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu kati ya bahari, na hayo maji yalikuwa ni mafuta upande wao wa kuume na upande wao wa kushoto. Ndivyo Bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mikononi mwa Wamisri. Waisraeli wakawapona Wamisri
Israeli akaiona ni kazi kubwa aliyofanya Bwana juu ya Wamisri, ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu wa